Kesi ya jinai namba 10927 ya mwaka 2026 inayomkabili Said Ali Mkomwa, mganga wa kienyeji anayeshtakiwa kuhusika na mauaji ya mwanafunzi wa chuo cha usimamizi wa fedha IFM James Temba mwenye umri wa miaka 24 inatarajia kutajwa kwa mara ya tatu leo Juni 18 mwaka 2026 katika mahakama ya wilaya ya Ilala iliyopo Kinyerezi jijini Dar es Salaam, ambapo mshtakiwa katika kesi hiyo hatatakiwa kujibu chochote kutokana na mahakama hiyo kutokuwa na uwezo wa kusikiliza kesi hiyo. Mara ya mwisho kesi hiyo ilitajwa kwa mara ya pili Juni 2 mwaka 2026 katika mahakama hiyo kwa njia ya mtandao, ambapo kwa mara ya kwanza kesi hiyo ilitajwa Mei 19 mwaka 2026, siku chache baada ya mshtakiwa kukamatwa. Mganga wa kienyeji Said Ali Mkomwa anashtakiwa kuhusika na mauaji ya James Temba aliyekuwa mwanafunzi wa chuo cha usimamizi wa fedha IFM, ambapo anadaiwa alimuua kijana huyo na kumkata kichwa kisha kuchukua mwili kuutupa mto Msimbazi ukiwa umetolewa baadhi ya sehemu ya viungo vya ndani ya mwili ikiwemo figo, bandama na maini, huku sehemu ya kichwa akiichukua na kuifukia pembeni mwa nyumba yake mwishoni mwa mwezi Aprili mwaka 2026. James Temba mara ya mwisho aliondoka nyumbani kwao Aprili 29 mwaka 2026 akielekea chuoni, lakini hakuonekana mpaka mwili wake ulipokuja kupatikana Aprili 30 ukielea eneo la mto Msimbazi, na baadaye polisi kuja kuthibitisha mwili wa kijana huyo ilipofika Mei 3, 2026. Ilipofika Mei 6, jeshi la polisi lilitoa taarifa ya kukamatwa kwa watu 4 wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji ya James Temba, ambao walikuwa ni Steven Rogers Chaka miaka 31, mkazi wa Bomang'ombe mkoani Kilimanjaro, afisa wa maabara; Anna Frank Lema maarufu kama Happiness mwenye umri wa miaka 30, mfanyabiashara mkazi wa Tabata Chang'ombe. Watatu alikuwa ni Twalib Hamis maarufu kama Mputo mwenye umri wa miaka 23, pamoja na Michael John maarufu kama Tambali mwenye umri wa miaka 26, wote ni wakazi wa Kigogo Kati. Ilipofika Mei 7 mwaka 2026, mwili wa James Temba ulifika na kuzikwa bila kichwa kijijini kwao Mande, kata ya Old Moshi Magharibi mkoani Kilimanjaro, huku familia ikiwa na matumaini ya kupata sehemu ya kichwa kilichokuwa cha mtoto wao, kwani kwenye eneo la kaburi waliacha sehemu endapo kichwa kitapatikana basi kitazikwa kwenye eneo hilo. Mei 13 mwaka 2026, jeshi la polisi lilifanikiwa kupata sehemu ya kichwa cha mwanafunzi huyo kikiwa kimezikwa pembeni mwa nyumba ya mganga wa kienyeji anayefahamika kwa jina la Said Ali Mkomwa, mkazi wa Kitunda Kibeberu. Mganga wa kienyeji aliongeza idadi ya watuhumiwa kutoka watuhumiwa 4 na kufikia 5, japo watuhumiwa waliokamatwa mwanzo hakuna aliyefikishwa mahakamani hadi sasa, bali ni mganga wa kienyeji peke yake ambaye anafika mahakamani kwa ajili ya kutajwa kwa kesi hiyo. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ili uweze kupata taarifa na muendelezo wa shauri hili linalogusa maslahi ya watu wengi na jamii kwa ujumla kuhusu mauaji ya kikatili yaliyomkuta kijana huyu.